Kinachoendelea: vita ya Urusi dhidi ya Ukraine. Nilikusogezea taarifa juu ya mawaziri wa mambo ya nje wa Uingereza, Ufaransa, Ujerumani, Italia, Poland na Hispania na mwakilishi wa Umoja wa Ulaya walijadili jinsi ya kuendelea kuiunga mkono Ukraine dhidi ya Urusi katika mkutano uliofanyika mjini London. Na wanadiplomasia hao wameitumwa kule Kremlin kwa kile walichokiita kufanya michezo kuhusu mazungumzo ya amani na Ukraine. Na kwenye taarifa pamoja baada ya mkutano wao kwenye mji mkuu wa Uingereza, mawaziri hao wa mambo ya nje walieleza wasiwasi wao kwamba Urusi haijaonyesha nia ya dhati ya kupiga hatua. Sasa nikwambie, mawaziri hao kutoka Uingereza, Ufaransa, Ujerumani, Italia, Poland, Hispania na Umoja wa Ulaya wamesema kwenye tamko la pamoja kwamba Urusi lazima ikubali mpango wa kusitisha mapigano bila kuchelewa. Na Moscow kwa upande wake, wao walipuuzilia mbali shinikizo kutoka kwa viongozi wa Ulaya na kuitaka kukubali mpango wa kusitisha mapigano kwa siku 30 bila masharti yoyote kuanzia Jumatatu, ikisema Urusi haitakubali vitisho. Sasa nikwambie, kwa upande wa Urusi, wao wanasema ili waweze kukubali vita hivi visitishwe kwa siku 30, kinachotakiwa sio Umoja wa Ulaya waipangie Urusi, hapana, bali waisikilize Urusi kile ambacho inataka. Kikubwa zaidi, Urusi anachokitaka ni kwamba anataka wakati watakaporidhia, basi nchi za Umoja wa Ulaya, nchi za Magharibi, isitokee nchi hata moja ambayo itaweza kupeleka silaha ndani ya taifa hili la Ukraine. Na endapo atapeleka silaha, basi usitishaji vita huo utakuwa umekwisha. Kwa hiyo anataka kuhakikishia jambo hilo la kwamba silaha hazitotolewa kwa Ukraine, naye atakubali. Lakini pia kwa nini anataka hivi? Ni kwa sababu anahofia kwamba usitishaji wa vita wa siku 30 ni siku nyingi. Kwa wataalamu wa kijeshi ni kwamba ni nyakati ambayo inaweza ukatumia kujipanga na kumtokomeza adui yako mara moja. Kwa hiyo hofu ya Urusi ni kwamba endapo usitishaji wa vita huu kafanyika bila kuwepo swala zima la nchi za Magharibi kuzuiwa kutuma silaha Ukraine, basi anasema kama zitaendelea kutuma silaha alafu na huku vita vimesitishwa, ina maana itakuwa nafasi nzuri kwa Ukraine kujipanga upya kuweza kumshambulia Urusi. Kwa hiyo Putin amefikiria kwa akili hiyo. Sasa kilichopo ni kwamba Magharibi wana force. Nini maana ya nchi hizi za Ulaya kuforce? Maana nchi hizi za Ulaya zimeketi kwenye kikao bila kumshirikisha Marekani, ambaye kupitia rais wao Donald Trump ndiye mtu ambaye kinara wa kuhakikisha amani inarejea katika vita hivi vya Urusi na Ukraine, ambavyo Urusi anaita ni operation maalum dhidi ya kwa komboa watu wake, lakini Ukraine anaita ni vita vya uvamizi, wa kwamba Urusi amemvamia Ukraine. Sasa kikubwa ni kwamba hawa wanakwenda kuonyesha waziwazi kukinzana na zile juhudi zilizokuwa zinafanywa na rais wa Marekani Donald Trump. Kwa sababu sasa hivi Trump yeye amefikia hatua nzuri sasa, lakini Ulaya ambao wao kuanzia mwanzo vita hivi vinaanza mpaka vinapofikia hapa pabaya, wao ndo walikuwa watu ambao muda wote wapo kwenye mazungumzo. Na hata ukitazama kukataa kufanya mazungumzo kwa rais Zelensky na Putin, chanzo kikubwa walikuwa ni hawa ndugu zetu wa Ulaya kupitia waziri mkuu wa Uingereza aliyepita, ambaye alitoa kauli ambazo sizo, akamtaka Zelensky aendelee kupigana vita na kweli maelfu kwa maelfu ya maskari wameuawa ndani ya eneo la Ukraine. Lakini pia Urusi naye pia akapoteza wanajeshi wake, lakini kwa asilimia kubwa aliyepoteza zaidi ni jeshi la Ukraine, hali inayopelekea mpaka baadhi ya wanajeshi wale vinara kuamua wengine kusaliti nchi yao kwa kukimbia vitani, wengine wakihamaki kwa kile ambacho kilivyo, wanakimbia nchi jirani. Kwa kumekuwa na vitu vya namna hiyo, na hata sasa hivi wataalamu wanadai inabidi Ukraine ifanyike sensa, kwa sababu inaonekana wanaume wengi wamepungua. Manake zimepitishwa sheria nyingi za kuhakikisha wanachukuliwa wanaume kupelekwa vitani. Ndio maana sasa hivi kwa sheria ya kijeshi iliyopo ni kwamba wanaume kuanzia umri wa miaka 18 kuendelea wanachukuliwa wanapelekwa jeshini. Umri ulishushwa, ilikuwa ni kuanzia miaka 25 kuendelea. Sasa hivi wameshusha mpaka 18 wanapelekwa jeshini. Hawana mafunzo, hawana nini, na wakipelekwa jeshini, kwa mujibu wa wale wanajeshi ambao walikamatwa, wanadai kwamba wanakwenda kuwekwa kuwa chakula cha mizinga
ya Urusi, ikiwa na maana wale ambao wana mafunzo wakishafikishwa kwenye uwanja wa kivita, basi wale ambao wana taaluma wanawafanya wale ambao wana mafunzo kama ngao, wanakwenda mbele ili wajue direction ya Urusi anakujaje. Ukiwa wakiona the way ambavyo wanakufa, yanajua hawa wanakuja hivi wanakuja hivi, kwa moja kwa moja anapata njia ya kuweza kushambuliana na Urusi. Kwa hiyo ile wanaita ni chakula cha mizinga ya Urusi, wale ambao hawana mafunzo, kitu ambacho ni kilio. Na ukitazama ndani ya Ukraine, asilimia kubwa ya raia wa Ukraine nao wameshachoka na hivi vita. Sasa walikuwa ndio wanasupport ni uzalendo kwa taifa lao, kwa sababu ilionekana Urusi anakwenda kuchukua maeneo yao na mengineo mengi, lakini kwa sababu ya kutokuwa na ufahamu wa kina zaidi wa hii operation ambayo ilifanya Urusi na namna ambavyo rais wao alifanya mambo haya kuwafiche, basi sasa hivi Ukraine nao hawataki vita, wanataka vita viishe. Na malengo ya Donald Trump yako sawa sawa na ufikiri wa raia wa Ukraine ambao wanataka sasa vita hivi viishe. Na nikwambie, kwa namna ambavyo vita vinakwenda kuisha, misimamo ya Urusi bado ni ile ile, kwamba maeneo ambayo anashikilia, maeneo hayo yasitoke, yarudi kwa Ukraine. Ni maeneo ambayo yatabaki kuwa kwake, kwa sababu tayari wananchi wa yale maeneo walishapiga kura, ikiwemo Kherson, Donetsk, Zaporizhzhia, walishapiga kura. Na kwa kuwa walipiga kura kujiunga na taifa la Urusi, wako tayari kikatiba. Kwa hiyo kikatiba wale wanashughulikiwa kama raia wa Urusi, sio raia wa Ukraine. Na ukirudi nyuma kabisa, ukitazama kama hivi karibuni Urusi aliadhimisha miaka 80 ya ushindi wao kwenye vita vya pili vya dunia ambapo walimshinda Mjerumani. Sasa ukitazama ile Urusi haikuwa Urusi hii, ilikuwa ni USSR ile ambayo hata Ukraine alikuwa ndani ya hii Urusi. Baadaye kaja katokea mgawanyiko na Ukraine naye akakaa kando na sehemu nyingine na nchi nyingine mbalimbali. Sasa ukitazama Ukraine pia ilikuwa ni moja ya sehemu au ilikuwa ni moja ya ardhi ya taifa la Urusi, lakini baadaye akaamua kujiweka kando mara baada ya kutokea ule mvunjiko wa USSR. Ukirudi kwenye kihistoria zaidi, ipo namna hiyo. Sasa yote kwa yote, wananchi wakaanza kutengeneza upekee wao, na hawa wakatengeneza upekee wao, lakini kilichokuwa kinaleta kadhia kidogo ni yale maeneo ambayo inaonekana kuna watu ambao wengi wanazungumza Kirusi, wale walionekana kunyanyapaliwa, walionekana kuteswa na masuala mengine mbalimbali. Kwa hiyo ikampelekea Urusi kuamua kuingia vitani sasa, na Urusi kashachukua maeneo. Kwa hiyo Urusi anataka, licha kwamba mambo yote yatakwenda, lakini maeneo aliyoyachukua ni maeneo ambayo rasmi hato yarudisha kamwe, ni maeneo ambayo yanatakiwa tambulike kama ni maeneo ya Urusi. Lakini pia ni swala zima la hakikisho la usalama. Manake ukitazama, mtu anaweza kusema kwa nini Urusi mpaka sasa hivi anaendelea kupigana tu na Ukraine, taifa dogo? Kwa nini Urusi asimshinde tu, au Urusi ameshindwa vita? Nikwambie ni kwamba Urusi hajashindwa vita dhidi ya Ukraine, bali kilichopo ni kwamba Urusi hapigani na taifa dogo la Ukraine, bali Urusi anapigana na mataifa zaidi ya 14. Mataifa yote ambayo yalikuwa yanapeleka silaha Ukraine, yale mataifa yanapigana na Urusi, ikiwa na maana licha kwamba mataifa haya ya magharibi kusema kwamba wao wanaisupport Ukraine silaha, lakini taarifa za kijasusi zilizopo ni kwamba mataifa hayo ya magharibi yanatuma makomando wao, yanatuma askari wao, mercenaries wao, tunaita mamluki wao, ambao wanakwenda kupigania Ukraine. Sasa hiyo tilibainika mara baada ya Urusi kuweza kuangamiza mamluki. Wao walidhani wanaangamiza wanajeshi wa Ukraine, walipokuja kuangalia miili ya au maiti za marehemu wale wa kijeshi, wanakuja kugundua wako raia wa Poland, wako raia wa Ufaransa, wapo raia wa Marekani, wapo raia wa Uingereza, wapo raia walikuwepo raia wa mataifa mengine mbalimbali hadi kutoka mataifa ya Chile walikuwepo pia kule, na mataifa mengine mengi tu walikuwepo kule. Sasa ukitazama yote kwa yote haya ndio ikapelekea hata naye rais wa Urusi Vladimir Putin naye kuamua sasa kutekeleza vifungu vya mkataba baina yake yeye na taifa la Korea Kaskazini, kwa kuhakikisha, kwa kuwa tulisaini kwamba endapo taifa mojawapo likiweza kuvamiwa au likiwa na shida, kwa hiyo taifa lingine litamsaidia, basi ni wakati wako sasa Korea Kaskazini kuleta makomando wako special waje pia nisaidia operation. Kwa hiyo ndio maana wakaja, na ndio maana kipindi kile magharibi walivyosema ilikuwa ni kweli, walipaza sauti, wakazungumza, wakalalamika, lakini Urusi alikaa kimya, kwa kiashiria cha kwamba nyinyi mamluki wanakuja wananishambulia mimi Urusi, lakini nyinyi hamjaongea chochote. Leo hii mimi napata usaidizi, mnalalamika.
wakasikia fununu kwamba China pia naye anaweza katoa jeshi, wakalalamika, wakapiga kelele, wakataka hadi kumwekea vikwazo China. Lakini yote kwa yote ni kwamba magharibi wa ubeberu ni wanajaribu kuendeleza kitu ambacho hakifai katika ulimwengu huu wa sasa hivi, ambacho kinaleta ukandamizaji. Bado wao wanataka kuwa special katika kuhakikisha mambo yao yanakwenda. Lakini cha msingi na cha muhimu, nadhani inabidi ifike mwisho kwa mataifa ya magharibi kuingilia mambo ya mataifa mengine, wayaache namna ambavyo yalivyo, au waingia katika mfumo wa kushughulikia, lakini si katika mfumo wa kukandamiza. Kwa sababu vita hivi vya Urusi na Ukraine tangu vilipoanza ni kwambia ni vita ambavyo vimesababisha maafa duniani kote, hasa kwa nchi zinazoendelea, hususan ndani ya bara la Afrika. Sio Afrika tu, hadi ndani ya bara la Austria, lakini pia ukirudi Amerika Kusini pia iliathirika, Amerika Kaskazini, ukirudi bara la Ulaya pia, kwa sababu ya namna ambavyo taifa hili lilivyokuwa na nguvu kwenye masuala mazima ya kushikilia uchumi wa dunia. Lakini nchi za Kiafrika tunapaswa kujifunza kitu kwa Urusi. Licha kwamba aliwekewa vikwazo, lakini aliweza kusimama. Kwa sababu gani? Ya mifumo ambayo amejiweka na watu ambao walikuwa wamejiconnect nao. Kwa hiyo sasa hivi zile biashara zilikuwa anafanya, sasa hivi anafanya na mataifa ambayo ameweka kwenye umoja huu unaitwa BRICS. Sasa ukitazama umoja wa BRICS ule ni umoja ambao pia Urusi umeweza kumsimamisha. Lakini pia yako mataifa yenye watu wengi zaidi ambayo Urusi kamwe usitegemea atagombana nayo. Taifa la China, watu zaidi ya bilioni 1. Taifa la India, watu zaidi ya B1 nao pia wapo kule. Kwa hiyo wote hawa Urusi ameweka nao urafiki na ni watu ambao wanamkwamua mno kiuchumi. Sasa ni kuchekeshe ni kwamba licha kwamba vita vilikuwa vinaendelea, vikwazo vikawekwa kwa taifa la Urusi hadi vya mafuta na gesi asilia. Nikwambie nchi hizo za magharibi bado zilikuwa zinaendelea kuchukua huduma hiyo, kwa sababu walikuwa hawana uwezo wa moja kwa moja kusitisha vitu vyote, kwa sababu wakisitisha vitu vyote wao watapata hasara, wataingia hasara kubwa mno. Kwa hiyo walichokifanya, bado walikuwa wanaendelea kupata huduma hiyo. Kwa hiyo nchi hizi za magharibi nazo zimesababisha kuendelea kusurvive kwa taifa la Urusi kwa asilimia kubwa mno kwenye kujenga mapato yake. Na ndio maana nchi za magharibi zilitabiri Urusi uchumi wake utaanguka, lakini nikwambie mataifa hayo ya Ulaya uchumi zao za nchi ndo zimetetereka kuliko chumi ya Urusi. Je, Urusi atasemaje? Maanake Putin alisema yuko tayari kufanya mazungumzo na Zelensky ana kwa ana Alhamis huko katika taifa la Turkey au taifa la Uturuki kwa Rais Recep Tayyip Erdogan, swahiba wa karibu pia wa Rais Vladimir Putin, ambapo Zelensky alionekana kukubali, lakini Putin bado hajatoa kauli yote kwamba amekubali au la. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment channel hii kwa ajili ya kuendelea kupata taarifa mbalimbali ambazo nitaendelea kukusogezea hatua kwa hatua. Mimi ni Richard Shio, ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.